Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ni muendelezo wa sakata la dabi kuahirishwa, ambalo kila siku linakuja na mambo mapya, kila siku linakuja na picha mpya juu ya kile kinachoendelea. Mara baada ya mchezo kuahirishwa, maneno yamekuwa ni mengi kweli kweli, kauli zimekuwa ni nyingi kutoka sehemu tofauti tofauti, huku viongozi wakiendelea kuvutana. Viongozi wa klabu ya soka Young Africans pamoja na shirikisho pamoja na bodi ya ligi wamekuwa wakiendelea kuzungumza, huku Young Africans wao viongozi wakiwa wanaandika kauli zao, huku pia shirikisho likiendelea kufanya interview na kuzungumza ya kwao. Kila mmoja amekuwa akiendelea kuzungumza la kwake kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Sasa mimi nimekusogezea kile ambacho kimeweza kujili kwa siku hii ya leo, ambapo utakwenda kujua ni yapi ambayo yameweza kutokea tena. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba taarifa ni nyingi ambazo zitakuwa zimekupita. Sasa ili usipitwe na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze hili ambalo linalojili kwa wakati huu ndani ya ligi kuu ya soka Tanzania bara kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Vipi, ipo ama haipo? Utakwenda kujua kila kitu. Mwendelezo wa sakata hili unazidi kuchukua sura mpya, ambapo klabu ya soka Young Africans toka ilipoweza kutangaza kuelekea katika shirikisho barani Afrika huko, ambapo utakutana na mahakama ya usuluhishi ya kimichezo ambayo ni kasi. Walienda kupeleka malalamiko yao huko, ambako ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Young Africans hawataki kabisa masuala ya kuambia kwamba kuna mechi itachezwa na nini, hawataki kabisa. Sio mashabiki, sio viongozi, sio wadau, na wala sio wapenzi wa klabu ya soka Young Africans. Wao masuala ya dabi hawataki kuyasikia kabisa. Wanachokitaka tu ni kanuni izingatie sheria zake, mwisho wa siku kila mmoja apate haki yake, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans wamekusanya zaidi ya shilingi milioni 110, ambapo wamepeleka kasi kwa ajili ya kuweza kwenda kwa shauri lao. Nikwambie ama nikukumbusha kwamba kama ufahamu hichi kitu, unapopeleka malalamiko ama kesi yako katika mahakama ya usuluhishi kasi, au ipeleki bure kwamba watakwenda kusikiliza tu na nini. Hapana, kule unapeleka na mtonyo kabisa, unapeleka na fedha, ambapo itakuwa ni gharama za kutumia kuendesha. Hapa nazungumzia yale yote ambayo yanajiri, kwa sababu wajumbe watabidi wakutane mahala pamoja, wakae wayajadili yale ambayo yameweza kujili. Sasa watayajadili hivi, lazima kuwepo na maji ya kunywa, lazima uweze kuwalipia gharama zao zile na nini. Kwa hiyo zile gharama haziwezi kutumika na shirikisho kama tuseme labda kafu, labda ndio wanaweza kuzingatia hichi kitu. Hapana, ni wewe ambao umepeleka kesi ndo utakwenda kugharamia hizo gharama, alafu mwisho wa siku kama ukishinda, basi utalipwa fidia na yule ambaye uliweza kumpeleka kule. Ndio maana umeweza kusikia hivi karibuni Young Africans amefungiwa, labda amepelekwa kasi na nini, utasikia anakwenda kulipa na zile gharama ambazo zinazokuwa zikienda kumpeleka yule mteja kule ambaye amepeleka kesi hiyo. Kwa hiyo kaa nayo. Kwa hiyo mara baada ya kile ambacho kimeweza kuendelea huko kasi, ambapo Young Africans wao wanataja ya kwamba wamepeleka kesi yao huko, lakini taarifa nyingine imeweza kueleza kupitia mitandao ya kijamii, ambapo inaelezwa ya kwamba kwa mujibu wa vyanzo vya habari vinasema ya kwamba kutoka bodi ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kuna taarifa yao mpya, ambapo inaelezwa bodi ya ligi kuu nchini Tanzania TPLB chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto imeiomba klabu ya soka ya Young African Sport Club kusitisha haraka kufungua kesi katika mahakama ya masuala ya soka duniani. Hapa nazungumzia kasi kuhusu
kuishutumu bodi hiyo kwa kushindwa kusimamia vyema sheria na kanuni za ligi kuu. Bodi ya ligi kuu inaomba klabu hiyo irudi mezani, wakae kwa pamoja, wamalize mzozo baina yao kwa busara na hekima. Unaona bana, ambapo bodi ya ligi imekiri kuwa kuna makosa yalitokea katika kuahirisha mchezo kinyume na taratibu, lakini wanaomba yafanyike majadiliano ya kutafuta suluhu kwa hekima na busara badala ya kanuni na sheria. Mpaka kufikia sasa ambapo tunaeleza haya ambayo yanajiri, bado klabu ya soka ya Young Africans haijatoa ripoti maalum kwa kama wapo tayari kwa ajili ya majadiliano na bodi ya ligi kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo inaelezwa kwamba kila mmoja amekuwa akitafuta namna ya kuweza kuona wanapata majadiliano ya kile ambacho kinachoendelea, huku inaelezwa kwamba Young Africans wao msimamo wao ni kwamba hawataki kucheza dabi ya Kariakoo, na inavyoonekana ni kile ambacho kinachoendelea kwa sasa katika hili sakata. Inaelezwa kwamba pengine wanaona namna gani ya kuweza kulitafuta suluhisho ya haya yote ili kila mmoja aweze kuwa na haki sawa kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, huku mashabiki wa Young Africans wanazidi kubana kwa uongozi wao, ukiwaambia kwamba watawashangaa viongozi wao kama watakubali dabi hii kwenda kuchezwa. Unaona bana, kwa hiyo tayari viongozi wa Young Africans ni kama vile wameshaweza kujipiga kabali ya koo kwa sababu ya kauli tu ya kwanza kabisa mara baada ya mchezo kuahirishwa. Kauli ya makamu wa rais wa Young Africans alisema yeye atakuwa ni mtu wa mwisho katika sakata hili kuamini kama dabi ya Kariakoo kwa Young Africans katika msimu huu watacheza. Yani ni kumaanisha kwamba hawako tayari kucheza dabi hii. Lakini ambapo mwenyekiti huyo wa bodi ya ligi kuu TPLB Steven Mguta amesema kuwa endapo juhudi zao za kutatua sakata la mechi kati ya Simba na Yanga zitagonga mwamba, wataipeleka suala hilo kwa serikali ili kusaidia kupata suluhisho la haki. Katika mahojiano na Mwananchi, Mguta amefafanua kuwa lengo kuu ni kuhakikisha amani inatawala kwenye soka la Tanzania. Hivyo kama bodi itashindwa kusimamia mgogoro huu kwa mafanikio, hatua inayofuata itakuwa ni kushirikisha mamlaka za juu zaidi. Jambo hili likitushinda kabisa, lazima tuihusishe serikali iweze kusaidia, kwa sababu kuhakikisha amani ipo si jukumu letu peke yetu. Kila mmoja anawajibika kuhakikisha utulivu unadumishwa, amesema Mguto. Kauli hii imekuja baada ya bodi ya ligi kuahirisha mechi ile ya dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuwasikia Young Africans, je, watakuja katika meza ya majadiliano kuja kujadili hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa, kama wataweza kupata muafaka na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Je, mechi itakuwepo? Simba watakubali kuwapa alama 3 klabu ya soka Young Africans, ama Yanga watakubali kupeleka timu uwanjani? Tutakwenda kujua yote. Muendelezo wa taarifa, endelea kuwa na sisi kwa yale yote ambayo yanajiri. Hii hapa ni Wena Media, karibu.